Unajua kuna watu walikuwa wanafikiria hatutapatwa na hii vita inaendelea Iran. So hata ungewaambia waombe, Iran iko mbali sana, until bei ya mafuta ilipopanda. Kumbuka mafuta, sisi hatuna mafuta huko, tunatoa huko kwa Waarabu. Wao waliambiwa watavuna pasipo umande. Mungu alikuwa anajua kile watakuwa wanavuna, so wao ndo wako na mafuta. Wakiamua tusiendesha magari ni hivyo. Unaona, sasa ikatupata, ndio tukajua sasa kumbe tuna suppose kuomba. Nikasema tuombe kwa ajili ya vita ya Iran, Amerika na Israel. Sasa nataka tuombe kwa ajili ya Russia. Kwa ajili ya Russia. Nimeona watu wamemaliza mahesabu na wamekaa chini na wamepanga vile wataua rais wa Russia. Na hawa watu nikiangalia ni kama wanataka kutuletea shida. Ni kama wanataka kutuletea shida. Kwa sababu kwanza hawatumii akili. Okay. Kwa sababu niliona rais wa Russia akiuawa pasa Sami, na kukawa na machafuko mpaka sisi ikatukuta huku. Mpaka sisi ikatukuta huku. Tunaelewa vizuri Russia wamekuwa wakipigana na Ukraine. Na wale wamekaa kwa kamati wanataka kutumia kigezo hicho kwamba ni ile vita ya Ukraine na Russia, of which sio Russia itaua Putin. Sio Russia itaua Putin. Na sio hii meeting nimeona ikifanyika, haijafanyika Ukraine. Sio Ukraine itaua Putin. Haijafanyika Ukraine. Imefanyika pale. Na ikija kujulikana, ijulikane sio Ukraine, ni nchi fulani, kutakuwa kubaya. Kutakuwa kubaya. Kuna watu nafahamu labda utaelewa sana kwa sababu mambo ya mataifa hamjui. But Russia is powerful in this planet Earth. Ningeadvise wale wanapanga hiyo mpango waachie hiyo mpango Ukraine. Maana Ukraine ikimuua wana si walianza vita kitambo. Lakini hawa halafu ije ijulikane ni hawa wamefanya hiyo kitendo. Kila mtu mpaka mtoto atajua Russia. Hebu sema shalom Russia. Unaona saa hizi kama jana zile basi zilikuwa zinaenda Garissa, zilikuwa zinaeskotiwa na polisi. Kwa nini? Kwa sababu ya hapa Mwingi wale mjajua kuna vita,
Watu waliamka tu na mabunduki vile nilisema, wakaanza kuingia kwa kijiji kupiga watu risasi. Ilikuwa inaitwa nini hiyo kwa kijiji? Juzi Ukambani hapo. Wakaua watu kama 8. Sasa na watu inasemekana walikuwa Waria. Sasa Wakamba wetu wa kule Mwingi wakaanza kuingia kwa maduka ya Waria kushukua unga, kushukua sukari, kushukua nini. Muliona ama unakuaga ama utaona kesho? Muliona. Sasa unaona huyu ni Waria kwa Mwingi. Hajui kitu. Alafu unaona kisirani ambaye imekuta huyu Waria kwa Mwingi, hajui anakufa nini. Ni watu ambaye nywele yao inafanana na yake. Wamefuruga kule. Nataka unisikize vizuri, wamefuruga kule. Alafu Mwingi sasa town, Wakamba wakaangalia hivi wakaulizana, ule na hao wanafanya nini hapa? Sio hao wametuua, sio wenyewe. Kulikuwa kubaya. Mbunge amejaribu kukuja hapo, haijawezekana. Imebidi aende. So magari ambayo inaenda Garissa, ambayo inatoka Nairobi, imebidi ikifika hapo Kidhimani hapo wapokelewe na escort ya askari na bunduki. Barabara ambayo walikuwa wanapita bila askari, bila escort ya polisi, wanaenda, wanafika, wanarudi. Leo imegeuka. Sijui kama unaelewa kitu. Imegeuka. Na hatutaki hiyo spirit Kenya. Tunaikemea kwa jina la Yesu. Wale watu wanafanya uhalifu wabebe msalaba yao. Kwa sababu, ngoja nikuulize, ni watu wangapi kutoka Ukambani wameajiriwa Isili? Au Waria wakisema hao Wakamba waende ama wauawe, ni nini itakuwa hapo? Hasara. Kwa hiyo wale wa Mwingi wanatumia ujinga tu. Wanakosa kufikiria ni watu wao wangapi wanafanya kazi Isili na wanapata mkate ya kila siku ya watoto wao na school fees. Na haleluya. Yes. Sasa hivyo ndo itafanyika Russia. Hapa tuko na US ambassador, si ndio? Tanzania iko, Uganda iko, Marekani yako, dunia yote. Alafu niambie sasa Russia waamuke sasa kugonga US embassy zote duniani. Niambie kama tutabaki salama. Sasa unaona hawa ambao wanapanga kifo ya Putin bila kutumia akili wanafanya makosa. Hawaangalii madhara ambayo itapata dunia. Putin amejinyamazia huko. Wamwache tu anyamaze huko aendelee. Si yeye hajaingililia hii vita ya Iran. Yanaangalia tu yananyamaza. But because that man is powerful, now they are targeting him now. Not knowing it will affect the whole world. Ita affect dunia. Yani bila wao kujua ita affect dunia mzima.
Kile ningewaambia tu waachane na Putin, kama anakufa akufe kifo yake, wasimuue, na kama wanamuua watumie akili, wa make sure ni itajulikana ni Ukraine, maana Ukraine yenyewe imeshamalizwa tu, haiko. Wale wako huko ni wajane na imemalizwa na madrone. Watumie akili, kwa sababu sasa kile nimeona ndio Yesu anasema kutakuwa na njaa, sababu hata saa ya kulima haitakuwa, saa nyingi itakuwa ni ya kukimbia. Dunia mzima. So angalia, Uria ambaye ako mwingi amepatwa na kitu tu, kizaazaa imekuja, watu wameanza kuingia maduka yao kupora. Unaona hii vita ni mbaya, na hawa wote ni wa Kenya. Hata kuna mtu huyu mwanasiasa ambaye anaitwa Gachagua, huwa namusikiliza ujinga yake, maana ni mjinga. Akili yake na Uhuru imeachana mbali sana. Alafu najiuliza baada ya kumsikiliza, hivi Gachagua anajua ni Wakikuyu ngapi wako Kisii? Anajua ni Wakikuyu ngapi wako Kisumu? Anajua ni Wakikuyu ngapi wako Eldoret? Anajua ni Wakikuyu ngapi? Hakuna mahali Kenya Mkikuyu hayuko. Na mahali Mkikuyu anaingia, tusidanganyane, hapo huwa inaamuka. Hapo tusidanganyane. Politics society. Mahali Mkikuyu anaingia, hapo kuna kwa na maendeleo. Ukiona mahali Mkikuyu hayuko ama, hapo hakuna kitu. Mimi nakwambia kweli. Bia, besha, mogoda, business. Wao wameitwa, na ndio maana unaona wakati Gachagua aliita maandamano, hakukuwa na maandamano. Sababu wao they are calling is not maandamano. Ukisema maandamano na calling ya maandamano, kuna watu wameitiwa hiyo kipawa. Yes. Kuna watu wameitiwa hiyo kipawa. Hata hawatachukua dakika 2. Utawaona mtaani. Lakini hawa wamebarikiwa kwa njia ya kipekee. Amen. Yeah. Sasa Gachagua haoni hiyo. Yeye afikiri ni Wakikuyu wangapi wako Garissa. Yeye afikiri ni Wakikuyu wangapi wako Masaini. Leo museme waondoke, watatoshea Mount Kenya? Watatoshea Nyeri? Watatoshea Kirinyaga? No. Mulima ilishatokaga mlimani, iko Kenya. Hiyo ndo anafaa kuambiwa. Iko Kenya. Anafaa kuambiwa he can do good politics without inciting other tribes against this blessed one. Ni kuangaisha tu. Watu wetu. Anafaa kujua mpaka wa Kisii ni watu wao, mpaka wa Jaluo ni watu wao, mpaka wa hata hawa ambao wako against Kikuyus wanafaa kuambiwa pia, we need each other. Kila Mkenya anahitaji Mkenya mwenzake. Uwe unatoka kabila gani, uwe unatoka nyumba gani, wote tunahitajiana. Sema amen.
Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of Comedy Africa. Yo, this is Kushman, Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe Kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na wewe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Wewe finya.